Na mimi kwa ufupi naitwa Kasim Govura Mbingo, mhifadhi mambo ya kale, kituo cha makumbusho Livingstone kilichoko hapa Ujiji. Kwa jina la sasa naitwa German Iron. Maana ukisikia mtu ameshatembea mara 3 kutoka Ujiji hadi Bagamoyo kwa mguu ni mimi. Tanzania nzima hakuna mwingine anayejua njia ya kutoka Ujiji kwa mguu hadi Bagamoyo zaidi yangu, hayupo. Kwa hiyo wengi huwa wanajiuliza Ujiji. Ujiji ni mji mkongwe, maana ukisema kwamba katika Afrika Mashariki ni mji wa 6 Ujiji. Maana wengi wanajiuliza maana ya Ujiji ni nini? Maana ya Ujiji, chifu aliyokuwa hapa alikuwa anaitwa Kajiji. Mtu anasema kwamba anakwenda wapi? Kwa Kajiji. Kwa hiyo ndikawa ikawa ni jina ni Ujiji, sababu zamani mji ama kijiji kilikuwa kinabatizwa kwa majina ya aina 3: umaarufu wa mto maarufu, ama mlima maarufu. Kitu maarufu ya sehemu hiyo kinaweza kubeba hilo jina. Kwa hiyo Ujiji ni chifu aliyokuwa hapa anaitwa Kajiji, maeneo ya hapa kwa marehemu mufti wetu Kabeke, jirani yake pale ndio kanaishi huyo bwana Kajiji mnayemsikia mwenye jina la Ujiji. Karibuni sana. Asante. Ongeza na Kigoma sasa inapatikana vipi? Kigoma. Ongeza na Kigoma. Ongeza na Kigoma, yani neno Kigoma linapatikana vipi? Naam, Kigoma kwa Kiswahili kizuri imetokana na miti. Kuna miti inaitwa migoma, walikuwa wanachoga hata mitumbwe ya kuvulia. Sasa wengi wasiojua wanasema kwamba asili ya Kigoma ni Wagoma waliotoka Kongo, kumbe si kweli. Asili ya Kigoma ni miti inaitwa migoma. Hata wale wenye kutengeneza ngoma zile za zamani za kutongwa kwenye miti walikuwa na bamba kwenye mti wa mgoma. Maana ngoma imebambwa kwenye mti wa mgoma, hata ukipigia kwa hapa Ujiji hata mwanga watalisikia. Kwa Kiswahili kizuri wanasema kwamba mzingati, ndio maana ya mgoma. Na ilikuwa inapatikana kwa wingi sehemu. Ilikuwa inapatikana sehemu za kwenda ni sehemu za kule Kigoma mjini. Kule Bangwe ndio kulikuwa na hiyo miti inaitwa migoma. Maana pale ilikuwa imekaa kama msitu. Pale karibu na jirani anapokaa mkuu wa mkoa. Kwa sababu ukizingatia wakati huo kituo cha biashara ya utumwa kilikuwa ni Bangwe. Na katika manispaa ya Kigoma Ujiji, sehemu kulikuwa kunaishi watu ni sehemu 3 tu. Kwanza ilikuwa ni sehemu inaitwa Buteko, ni huko Bangwe. Pili ilikuwa ni Burega. 3 Ujiji. Hasa Burega ndio ilikuwa ni penye watu wengi kuliko hata Ujiji. Ujiji hakuja kuongezeka wakati huo Mjerumani amekuja kufikia hapa Ujiji. Mji wa Burega ikawa imeporomoka, ama watu wakawa nahamia hapa Ujiji kuja kutafuta riziki kwa wazungu. Karibu sana. Eneo la Kasimbo lenyewe lilikuwaje? Kasimbo ndio ilikuwa ni sehemu ya mji kabisa, huko ndio kwa Ujiji yenyewe. Maana mji ulikuwa unaanzia hapa Bakwata kwenda huku na kuja huku chini. Lakini sehemu zingine nazoziona kama vile Posta, Buzawaziba hapa 72 ilikuwa ni pori. Hiyo Mwanga yote Gatubuka ilikuwa ni pori. Kuna sehemu inaitwa Mwanga Majengo. Pale kulikuwa na miti mikubwa ambayo mti mmoja ulikuwa unaweza kutoa miti mbao 200 mpaka 300, lakini kutokana hivi sasa kuongezeka kwa watu hata vile visiki vilipotea mwaka 1971 mpaka 72, ndio visiki vya ile miti ya mbanga na hii yanaitengeneza mbao na mininga vimeisha kabisa kwa sababu ya watu kuishi sehemu hiyo. Lakini Mwanga Majengo ilikuwa ni mji wa miti walipokopa tulia mbao za mininga na mibanga. Kwa hiyo ukisikia mji maarufu ni Ujiji, Burega, Buteko. Sasa unaonaje mzee, tukuchukua tukupeleke Mwanza?